Rais William Ruto ameamrisha asasi tofauti kuweka mikakati ya dharura kufuatia mvua kubwa inayosababisha maafa na uharibifu katika kaunti mbalimbali nchini. Na asasi hizi zikiwemo majeshi ya ulinzi, kaunti ya Nairobi, idara ya polisi, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na kampuni ya kusambaza umeme KPLC na wizara inayosimamia huduma maalum zimetakiwa kushirikiana kupambana na athari ya mvua na mafuriko. Na Melita Oletenge sana arefu zaidi. Mvua kubwa iliyoshuhudiwa jijini Nairobi na kaunti zingine 10 nchini imesababisha uharibifu mkubwa na maafa. Serikali kupitia amri ya rais imetangaza kwamba tayari asasi tofauti za serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nairobi pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu zinashirikiana kutoa msaada na kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathirika. The government is assisting the displaced families by providing immediate relief through the State Department for Special Programs and partners like Kenya Red Cross by providing temporary shelters in churches, in schools. Zaidi ya familia 315 zimeathirika jijini Nairobi na 381 kuathirika huko Kisumu baada ya mto Sondu Miriu kuvunja kingo zake. Miundo misingi kadhaa pia imeathirika, huku madaraja mawili yakifungwa na 3 kusombwa na maji. Jijini Nairobi, barabara kuu za Mombasa Road, Uhuru Highway, Lang'ata Road na Kangundo Road zikiathirika na mafuriko ambayo yamedaiwa kusababishwa na kukosekana kwa mitaro ya maji. The government assures Kenyans that it has necessary resources and personnel to deal with this crisis through the already mobilized multi-agency team. Huku serikali ya kaunti ya Nairobi ikisisitiza kwamba Wakenya wahamie katika maeneo ya juu kukwepa janga la mafuriko. Jijini Nairobi, hata hivyo, kwa mujibu wa Waziri Ruku, hakuna maeneo ya juu bali ni vituo vilivyotengwa na serikali. In Nairobi we don't have higher grounds. What we have is social halls or areas where they can be housed in schools, where we have those who are in riparian areas. For instance, along Nairobi River, we are advising them to move away. Kaunti ya Nairobi imetangaza kwamba wafanyakazi 4,000 wa Green Army wameelekezwa kuondoa uchafu katika mitaro iliyojaa ili kuzuia mafuriko zaidi. Melita Oletenge, runinga ya Citizen.